Sifa tano alizonazo mwanamke aliyevuliwa chupi na wanaume wengi. Wanaume wengi ni kuanzia wawili na kuendelea. Kwa hizi ni sifa tano ambazo mwanamke anakuwa nazo kama amevuliwa chupi na wanaume wengi. Ni sifa ambazo ni mbaya, lakini ni sifa ambazo wanawake waliovuliwa chupi na wanaume wengi wako nazo. Sifa ya kwanza kabisa ni sifa ya kutoheshimu wanaume. Mwanamke aliyevuliwa chupi na wanaume wengi huwa hawezi kuheshimu wanaume, na kama amelala na wanaume ambao wanamzidi baba yake, yani umri wanamzidi baba yake, basi huwa anadharau kabisa wanaume. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sifa ambayo mwanamke aliyevuliwa chupi na wanaume wengi huwa ana hii sifa ya kutoheshimu wanaume. Na pia sifa ya pili ni sifa ya kuwa muongo. Mwanamke aliyevuliwa chupi na wanaume wengi huwa ana sifa ya kuwa muongo, kwa sababu anachukia wanaume wa kudanganya ili aweze kupata chochote ambacho anakihisi anakipata kutoka kwa wanaume. Kwa hiyo pia ni mojawapo ya sifa ya mwanamke ambaye amevuliwa chupi na wanaume wengi. Na pia sifa ya pili ni sifa ya ubinafsi. Mwanamke yeyote ambaye amevuliwa chupi na wanaume wengi huwa ana sifa ya ubinafsi, kwa sababu anakuwa anachukia wanaume ni watu ambao ni kwa ajili ya maslahi yake. Kwa hiyo kutokana na hiyo inakuwa ni sifa mojawapo ya kuwa na ubinafsi, kutokana na jinsi ambavyo amekuwa ameshalala nao. Kwa hiyo ubinafsi unakuwa unamjaa, kwa sababu anaamini kwamba wanaume wanatakiwa waweze kumpa. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sifa ambayo mwanamke kama amelala na wanaume wengi anakuwa nayo. Na pia sifa ya nne ni sifa ya kuwa jeuri. Mwanamke aliyelala na wanaume wengi huwa ni jeuri kwa wanaume. Kwa hiyo ni mojawapo ya sifa ambayo mwanamke anakuwa nayo pale anapolala na wanaume wengi. Yaani mwanamke yeyote ambaye amelala na wanaume wengi kuanzia wawili huwa ni jeuri kwa wanaume. Yaani unaweza kumwambia kitu asikusikilize, asijali. Hii ni kutokana na ile utu wake unakuwa umemtoka. Na pia sifa nyingine kutoheshimu utu wake, yaani au kutoheshimu uchi wake. Hii pia ni mojawapo ya sifa ambayo mwanamke aliyelala na wanaume wengi anakuwa nayo. Yaani ukimtangazia dau, ukimwambia kufanya mapenzi, anachukua jambo la kawaida. Hata kama wewe atakukataa, lakini kuna wengine anaweza kukubalia, kwa sababu hana yani ile sifa ya kuheshimu utu wake inakuwa imeshamtoka. Kwa hiyo kutokana na kulala na wanaume wengi anakuwa na sifa ya kutoheshimu utu wake. Kwa hiyo ni jambo la kawaida mwanamke aliyelala na wanaume wengi kugawa kitumbua. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufahamu hilo. La pia nikukumbusha unaweza kupata kitabu. Kitabu hiki kitakusaidia mno kuweza kuingia katika mahusiano sahihi ambayo yatajenga ndoa sahihi. Kitabu ambacho kinauza shilingi 15,000, lakini kwa WhatsApp utakipata kwa shilingi 10,000. Ni cheki WhatsApp uweze kupata hiki kitabu. Naitwa Isaac Nyankole. Asante na karibu.